Bwana Yesu asifiwe. Wandugu wapendwa, wasikilizaji, watazamaji na tuangalia kutoka kila mahali ulimwenguni, mahali popote mlipo, tunazidi kuwashukuru kibinafsi ninyi kabisa ambao mnajitoa, ndugu zangu, nao share, nao subscribe, nao comment, nao like. Nazidi kujivunia ninyi kabisa, nazidi kujivunia ninyi kwa viwango vikubwa sana, kwa viwango vikubwa. Najivunia kuwa na ninyi, watu wanaotaka kusikiliza matakatifu ya Yesu Kristo, watu wanaotaka kuokoka, watu wanaotaka kumtumikia Mungu na kwenda mbinguni. Hakuna kazi yoyote ambayo tuko nayo tofauti na hii kudili na hii neema ambayo tumepewa ya mwisho ya kila mtu kujiweka sawa sawa. Kila mtu kujiweka sawa sawa. Kila mtu akijiweka sawa sawa mahali alipo, itakuwa tuko vizuri na kuenenda katika njia nzuri. Kwa nini tunaleta kipindi hiki cha kuharibika? Kipindi hiki cha kuharibika kinakuja ili kukusimamisha, kukupatia mambo yale ambayo yataweza kukuweka salama katika wewe na Mungu wako, katika wewe na nafsi yako, upate kuokoa nafsi yako kuingia mbinguni. Ndio maana kipindi kinakuja, acha hiki, acha kile, acha kile. Na pale ambako kuna mafunuo ya kutahadharisha watu, tunatahadharisha watu usifanye hiki na kile, hiki na kile. Kwa hiyo nazidi kumshukuru Yesu Kristo kwa vile alivyotuita mimi kwa karama hii aliyonipatia. Si bora, si eti kuna ubora fulani niliotenda, lakini kwa neema na upendo wake ameona niwe hivyo. Basi ndugu wasikilizaji na watazamaji, tena niwaombeni kushare, ndio kazi ambayo naiomba, ndio support naiomba kutoka kwenu. Muna share, muna comment, muna like, muna subscribe katika channel hii ya Tunda la Wokovu, na hasa muna share kipindi hiki cha Jumatano yetu ili tupate kufikia watu wengi. Mimi nalia kushare si kwa sababu kujulikana, hapana. Nalia kushare kwa sababu kuna nafsi zingine bado kujua haya ambayo tunayafanya hapa. Na watakapojua watasema hakika nimebarikiwa, hakika nimebarikiwa. Nimepokea feedback mengi kutoka kwa watu wa kwamba kipindi hiki cha Jumatano yetu, ama hiki ya kuanzia geti 7, toka nitoe zile geti 7, nitoe hivi kuharibika kwa dunia, bado nazidi kupokea feedback kwenye watu kuniandikia ama kuongea nao kwenye simu, lakini wengine hata kwenye comment. Yaani hii inaonyesha jinsi gani watu wanaguswa na kipindi hiki. Sasa kama wewe unaguswa, usiwe nafiki, yani usiwe nguruma, usiwe greed ya wewe tu peke yako. Chakula hiki kilo cha kiroho sambaza kwa wengine wapate kula. Ndio maana naomba kushare, kusubscribe ili usipate kukosa yale ambayo tutakapokuwa tunayaleta hapa. Unajua, nimepata kutengeneza sound vizuri ya video zangu za live. Nilikuwa natamani kuwa nakuja live, lakini sound ilikuwa inanisumbua kuiweka sawa. Lakini at least leo, video ya leo ambayo nimekwenda nao live, nimeona imekuwa vizuri na vizuri. Pale siwezi complain, lakini nitahitaji ku make sure tunanunua vyombo vizuri vya kuleta sound nzuri, ili wana wa Mungu wapate kulishwa vyakula mahali ambapo wanasikia vizuri sana, sauti inayotulia. Ndio mpango niko nao, lakini tuombeane, sijui ni lini, ila ni mpango ngali katika akili. Basi niwakaribishe tena katika kipindi hiki cha kuharibika kwa dunia, sehemu yake ya, najua sehemu yake ya ngapi leo? Acha kani niangalie vizuri. Najua kuharibika kwa dunia ni sehemu, acha niangalie hapa vizuri bwana. Kuharibika kwa dunia, sasa tuko katika sehemu ya 8. Katika sehemu yake ya 8. Unajua sehemu ya 8 ndio tuko katika kuharibika kwa dunia. Niwashukuru kwa sehemu ya 7 zote zilizopita, mmekuwa na mimi kisema subscribe, kionyesha effort yenu ya kupenda Yesu Kristo. Hakika amani ya Bwana wetu Yesu Kristo watangulie, iwafunike, iwe na ninyi, ulinzi wake katika roho, ulinzi wake katika maisha yenu, katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa mwili. Yesu Kristo wazunguke na kuwazunguka. Yesu Kristo awazunguke na kuwazunguka kwa viwango vikubwa.
Basi karibuni tena katika kipindi hiki pendwa, kipindi cha roho, kipindi cha kumjenga mtu ili apate kuingia mbinguni. Asante sana ndugu unaniangalia. Leo katika kipindi hiki cha sehemu yetu ya 7 ya 8 samani, tuko na mambo mengi ambayo tutazungumza leo, lakini kwanza niweke tu tutazungumzia juu watoto wa Mungu wanavyotakiwa kuwa. Tutaongelea juu ya ataki za kichawi na mambo mengi nasema. Haleluya. Ilikuwa nikaanza kusikia sauti inaanza kuongea na mimi. Ikaanza kusema kwamba wapenzi mpendane. Akasema wapenzi mpendane kwa kuwa pendo latoka kwa nani? Kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Ndio sauti inaanza kuniambia. Na kila apendaye amemjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu. Ndio sauti inaendelea kuniambia. Na wala kweli ya Mungu haimo ndani yake. Sauti inaendelea kuniambia hayo maneno. Basi akasema watu wa Mungu lazima wawe na uangalisho jinsi wanavyojiendesha, mwelekeo wa maisha yao. Yani jinsi unavyojiendesha katika mwelekeo wa maisha yao yawe tofauti sana na maisha ya dunia, tofauti sana na maisha ya wale wanaojiita bado kuokoka. Wana wa Mungu, huo ndio ujumbe ambao nimeanza nao leo. Maisha yenu yawe tofauti na wale bado kuokoka. Mwelekeo, mtazamo. Usiwe Mkristo alafu unabaki kwa jina tu lakini una matendo. Ndio maana Yesu Kristo na Roho wake Mtakatifu anasema uwe na wa Kristo wawe na mwenendo nzuri. Wawe na mwenendo nzuri na maisha yao yawe tofauti na maisha yale ya dunia. Akaniambia tena uaminifu wangu ujuu yako. Wema wangu na ukufunike mwanangu Joel. Wema wangu na ukufunike. Mwanangu nani? Joel. Ananiambia haya yote niwaambie. Akaniambia waambie hao wajikatao. Unajua katika Biblia kuna watu wajikatao. Haya maneno ni maneno mazuri sana. Waambie hao wajikatao ya kwamba tohara ya sasa si katika ngozi ya chini bali ya moyoni. Hiyo ndiyo tohara ya sasa. Ikiwa na maana Mkristo lazima apate tohara ya moyo, sio tohara ya chini. Tohara ya moyo ndio anahitajika Mkristo. Watu akaanza kuniambia watu wa wake wawili hawataweza kuingia mbinguni. Watu wa wake wawili hawata kabisa, hata wakisali. Ukiwa na mke wako wa pili, kwanza huingii mbinguni. Tena ukiwa na mke wa pili, hata ukisali, hata ukiabudu asubuhi hadi usiku bila kutubu dhambi na kuiacha hiyo dhambi ya kuwa katika ndoa ya mke wa pili. Haleluya, 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 haleluya. Bila kutubu dhambi ya kutoka katika ndoa ya mke wa pili, ndoa ya mume wa pili, kusali kwako kote wanajisumbua. Ndio nilivyoambiliwa, na naambiliwa niwaambie ninyi maneno matakatifu yatakaoweza kujenga. Haya ni mafunuo, mafundisho. Yesu Kristo anataka kanisa lake, watoto wake wajue jinsi gani watakavyoenenda. Mke wa pili, mbingu sio ya kwako.
Akasema tena, mwisho wa wao waliokuwa na ndoa ya pili wasipotubu, mwisho wao ni katika lile ziwa la moto, yani kuzimu inawasubiri. Waliotesa wengine, wale wote waliotesa, wanaotesa wengine watahukumiwa wasipotubu kosa hilo. Ole kwa taifa lenye dhambi, ole kwa taifa lenye dhambi. Takwenda kusoma kwanza Isaya moja, Isaya moja sura yake ya kwanza. Isaya sura yake ya kwanza mstari wake wa 4 anasema hivi: ole kwa taifa lenye dhambi, watu wanaochukua mzigo wa uovu, wazao wa watenda mabaya, watoto wanaoharibu. Wamemwacha Bwana, wamezarau yeye aliye mtakatifu wa Israeli. Wamefarakana naye na kurudi nyuma. Watu kama hao wanaambiliwa pole. Kaniambia rehema ya Mungu imefunuliwa kwa watu, lakini watu wanataka kufa. Haleluya Bwana. Neema ya Mungu wa mbinguni imefunuliwa kwa watu, lakini bado watu wanaikataa, wanataka kufa. Mtu anataka kufa na wala hawawazi. Watu wangu hawawazi. Hata kwa tuangalie Isaya 1:5 tena. Isaya 1:5 nasema, mbona mnataka kupigwa hata sasa, hata mkazidi kuasi? Kichwa chote ni kigonjwa, moyo wote umezimia. Akaniambia, tubuni mkatengwe nao, jiepusheni na dhambi. Na akaniambia, na wala kusitajwe kwenu uasherati. Mungu ni mwema kwa watu wote, ukuu wake juu ya yoyote. Mwanadamu nani atakaye ni jengea nyumba? Mwanadamu nani atakaye ni jengea nyumba? Hata kwa tuangalie Isaya 1:6. Isaya 6:6. Isaya 6:6, yani Isaya 66:1-2. Anasema nini? Anasema hivi. Anasema, Bwana asema hivi, mbingu ni kiti changu cha enzi na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Na mahali pangu pa kupumzikia ni mahali gani? Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye asikiapo neno langu. Anatetemeka anaposikia neno la Yesu Kristo. Huyu Mungu anamwangalia. Akasema, na kufadhaisha wengine, wale wote wanaofadhaisha wengine kwa mafundisho ya hofu. Kwa nini kuwafadhaisha watu kwa mafundisho ya hofu? Moyo wangu wapata ganzi, akili yangu yafadhaika. Nilimtoa mwanangu ambaye ni mwili wangu, afe kwa ajili ya ulimwengu, ili kila atakaye amini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Awe na uzima wa milele. Yohana. Unajua waga napenda kulota na maandiko. Ni vizuri kuwa tunasoma na maandiko, kwa sababu maandiko wakati wote Bwana anapokuwa anaongea, yeye anaongea according to the Bible, hadi nyuma na Biblia.
analeta na kukwambia mahali fulani andiko liko pale. Anakuja na anakuambia mahali fulani andiko liko pale. Sasa tutakwenda kusoma Yohana 3:16. Inasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amena. Mstari wa 16 wa 17 wa 18 samani wanasema, amwaminie yeye ahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Bwana Yesu hatuhurumie sana. Akasema Mungu ni mkuu juu ya wote, amani yake na yajaa mbingu zote, na uaminifu wake wadumu hata milele. Haleluya! Uaminifu wa Mungu wajaa hata milele. Baada ya hapo aliendelea kuniambia sasa baadhi ya mambo. Akaanza kuniambia wanawake wanaovaa masuruali, hata kama ujiiti Mkristo, mwanamke anaovaa suruali ajue wanawake wote hao hawataweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Mbingu si ya kwao. Akaniambia wote wanaoogelea uchi kwenye bichi, mito, kwenye mabahari ama lakes, hawataweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Akaniambia wazazi wanaokaa kifua wazi, wanaovaa kapitula yani short mbele ya watoto wao, hawataona mbingu, kwa sababu wanaonyesha watoto wao sehemu zao za siri. Akaniambia wanawake wasiowatii waume zao hawataweza kuona mbingu. Wanaume wasiowapenda wake zao, wanaume wasiopenda wake zao hawataweza kuona mbingu. Wote wanaompenda shetani hawataingia mbinguni. Watu wanaopenda shetani wanapenda shetani kwa matendo ya kishetani, yale matendo yake ambayo shetani amekupatia, ndiyo matendo inayosababisha wewe kuonekana wampenda shetani. Kwa matendo unayoyatenda ndiyo kumpenda shetani. Sio eti unaenda kwa shetani ukamwambia shetani jambo shetani na kupenda shetani na kupenda shetani. Lakini kwa sababu shetani anaweka matendo yake katika ulimwengu. Sasa kwa sababu ameweka matendo yake katika ulimwengu, na wewe ukiyapenda yale matendo ya kishetani, automatically Mungu mbinguni anasema unampenda shetani kuliko kumpenda yeye. Yohana 8:44 anasema hivi, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa uo. Yeye ni mwongo na baba wa uo. Ndio wapo unakuwa mwana wa shetani automatically kwa yale ambayo shetani unayafanya kishetani. Basi baada ya hapo akaanza kuniambia shetani anatumia akili kwa kunasa mtoto wa Mungu. Kwa hiyo inalazimu nao sisi wanadamu na sisi kuwa na akili, tutakapoweza tuwe na akili ili tupate kuweza kujua na kumtambua shetani. Unaona, utumie akili kubwa kabisa ili kuweza kumjua shetani. Ndio anaendelea kuniambia, akaniambia soma kwanza Yohana 8:32, tena mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo tutakuwa na akili pale ambako tunakuwa watu wanaotaka kufundishwa kweli na kushika kweli na kuenenda katika kweli. Ndiyo akili Yesu Kristo inayosema sisi ili tuweze kumweza shetani na kumshinda shetani. Hiyo kweli isiondoke katika akili zetu, tushike kweli, na kweli ni Yesu Kristo.
akasema alikuwa muasi toka mbinguni Shetani, na Mungu alijua njama yake, na alipoanza vita akapigwa, na sasa anasubiri hukumu. Wote wanaompenda Shetani, kama vile Shetani anavyosubiri hukumu, na wewe ndivyo utakavyosubiri hukumu. Utakwenda kuhukumiwa pamoja na Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Shetani aliumbwa kwa fahari kubwa, na alipoona ana fahari kubwa, ndiyo mwili wake ukaanza kuminua tamaa, jivuno, hekima yake akajaribu kwa mambo hayo. Sikiliza ya maneno, kama wewe ni wa Shetani, subiri hukumu kama vile baba yako atakapopata Shetani, atakapohukumiwa huyu Shetani. Lakini akaambiwa Shetani aliumbwa vizuri tu, ghafla kwa uangaza wake, kwa fahari yake, hiyo ndio ilimpatia nini? Ilimpatia kiburi. Kama mwanadamu anaumbwa na fahari, lakini hiyo fahari uliyopewa ndio inakupatia kiburi, ukawa mbali na Mungu. Yote sasa aliye mbali na Mungu asubiri hukumu kama vile baba yake Shetani anavyosubiri hukumu. Maana hakuna lolote na yoyote ambaye utasema nitajificha kwa huyu, sitakuwa kwa Shetani na sitakuwa kwa Mungu, lakini nitakaa hapa katikati. Hiyo eneo haipo. Hiyo eneo haipo, ajapokuwa kuna makanisa yanafundisha hivyo, lakini hiyo eneo haipo. Ukikosa kwa Mungu ina maana wewe ni wa Shetani, na ukikosa kwa Shetani ina maana wewe ni wa nani? Wewe ni wa Mungu. Sikiliza, acha kwanza tusome Isaya 10. Tasoma mambo mengi hapa juu ya Shetani, alafu ni verse karibia vitabu vitatu, kwa hiyo tutasoma haraka. Tasoma Isaya 14, 13, 14. Acha tuanze Ufunuo hapa, ambao Ufunuo uko karibu 7 hapa. Ufunuo 7 12, 7 12 inasema hivi. Basi yes, asamani nenda Yohana. Ufunuo 12:7-12 anasema hivi. Kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakumshinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Unaona? Acha tuishie hapo, twende katika Isaya 14. Isaya 14 13-14 inasema nini? Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Alafu tunamalizia na Ezekieli 28:13. Ezekieli 28:13 anasema nini? Anasema ulikuwa ndani ya Adeni, bustani ya Mungu. Kila jiwe la samani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti manjano na almasi na zabarajadi na shohamu na yaspi na yakuti samawi na zumaridi na baramani na dhahabu. Kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa. 14. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea uko na uko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Huyo ndiye Shetani. Huyo ndiye Shetani. Biblia mimi nilianza kuambiliwa aliumbwa kwa fahari, lakini akaasi, akawa muasi. Ndo akaanza kuniambia Freemason, Illuminati,
wachawi na vyama vyote ambavyo vinaabudu shetani, dhambi zao zitawekwa wazi siku ya mwisho. Siku za mwisho dhambi zao zitawekwa wazi kabisa. Kanipatia kitabu cha Mhubiri, tuone kama dhambi za watu zitawekwa wazi. Mhubiri 12 mstari wake wa 14 anasema, kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno nzuri, lakini na kila neno la siri, likiwa njema au likiwa baya. Kumbe ndivyo itakavyokuwa kazi ya wachawi. Mchawi hata kama azunguke usiku, aruke aingie ndani ya nyumba bila watu kumuona, Mungu wa mbinguni anamuona. Yesu Kristo anamuona. Yesu Kristo anamuona. Na kama Yesu Kristo anakuona, haujapona kabisa, okoka mchawi, okoka Freemasoni, okoka Illuminati, ukamtumikie Mungu wako kabla ya hukumu, kabla haijaja siku ile ambayo unaja nayo. Hayo ni ushauri wangu. Akasema, baada ya hapo nilianza kuona nyoka. Niliona nyoka kabisa. Nikasema, kwa nini naona kitu kama nyoka? Sauti ndani yangu ndo ikasema, unapoona nyoka ujue huyu ni shetani tayari. Shetani alinijia kwa nyoka, na mimi nikashangaa hiyo siku kuona nyoka. Na hapo nikaambiliwa na Roho Bwana ya kwamba unapoona nyoka ujue huyu ni shetani. Na shetani anapokuja kwa nyoka hivyo, ujue anakuja kwa sababu ya kupotosha neno. Anataka apotoshe neno. Watu wengi wanapokea mafunuo na mambo mengi machafu kutoka kwa nyoka, spirit ya serpent. Ile spirit ya nyoka. Alafu ndio maana hata kama wakileta mafunuo hayatakuja kuambatana hivi na hata na neno. Vile anavyosema vinakuja kupingana na neno. Yaani amepata mafunuo kutoka kwa nani? Kutoka kwa nyoka. Ndo akaniambia niangalie jinsi gani shetani alivyojigeuza kuwa nyoka ili kwenda kupotosha neno katika shamba la Eden. Maana mimi nilishtuka, nilishangaa kwa nini nimuone nyoka amesimama mbele yangu. Na nilipomkemea nyoka na yeye akaenda, lakini nilibaki na maswali na nikaanza kuambiliwa. Kwa safari hii sauti ya ndani yangu ndio iliongea. Iliongea na kunifundisha juu ya huyu nyoka. Akaniambia, ukiona nyoka, shetani anakuja kwa fomu ya nyoka, ujue anakuja ili kupotosha neno. Anakuja kuleta labda maono machafu, mafundisho machafu. Unaona, ndio nilivyoambiliwa. Akaniambia ili upate kujua alivyoingia katika shamba la Edeni na kupotosha neno kwa wale waliokuwa katika shamba la Edeni. Akaniambia soma Mwanzo 1:2-3. Tutasoma Mwanzo 1:2. Ni Mwanzo sura ya 3. Ni Mwanzo sura ya 3 1 hadi 2. Inasema hivi: basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu waliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke ati, hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti wa bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiyale wala msiyaguse msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika mtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa mumewe, nao wakala, wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo. Unaona, amepotosha neno, na ndivyo nilivyoambiliwa. Ndiyo fomu inaingilia watumishi wengi. Wanaingiliwa na hizo fomu na hizo spirit ya kuja kupotosha neno. Kwa hiyo kuweni makini. Neno linakuja, Mungu anapoongea anaongea na Biblia tu. Mungu haendi nje ya Biblia. Mungu haendi, yani ni mara chache anaweza kaleta vitu ambavyo haviko ndani ya Biblia, lakini ni Mungu ameongea.
lakini anadili kabisa na neno lake, na references zote anazileta katika Biblia ili kuhakikisha anaheshimu neno lake. Sio tu umeota unakula nyama ya kuku na unasema Mungu ameniambia nyama ya kuku ni chakula kizuri, na afu unakuja unaambia watu nunueni nyama ya kuku mwaka huu. Si sawa. Tembeeni na neno, usijekawa na spiriti ya huyo adui. Lakini akaniambia, nikasikia wimbo akasema samani wimbo, akaanza kunifundisha jinsi ya waimbaji ninyi nao wimba. Akaanza kuniambia, baada ya kutoka hapo akaanza kuniambia sasa juu ya nyimbo. Akaniambia wimbo wote, kama unasema unatumikia Mungu, uelewe hapa. Aliniambia wimbo wote unaoanza na kujisifu, wimbo huo hata kama wakiweka maneno ya Mungu, huo si wimbo wa Yesu Kristo. Hilo elewa. Na unapotoa ni wimbo, hakikisha vitu vile unavyoonyesha ndani ya wimbo na viwe ndivyo maisha yako halisi. Tofauti na hivyo, wimbo huo si wa Yesu Kristo na wewe unaoimba si wa Yesu Kristo. Narudilia mahali hapa, wengi wamepotoka. Utaenda kuzimu na wewe unaimba nikizani unamtumikia Mungu, kumbe Mungu anaona wewe ni farsere tu. Ni upuuzi tu. Aliniambia hivi, wimbo wote ukianza na ai kujisifu, mimi ni wajuu, na hata juu hayupo. Ni uongo tu. Nyimbo kama style hizo za sifa mabaraka hizo nyimbo si nyimbo za Yesu Kristo. Lakini pia kaniambia nyimbo unapokuwa sasa unatoa video, yale maneno unayoyasema katika wimbo yewe yanaambatana na vile wewe umesema. Kama unasema ya kweli amekuinua, uimbe hivi ya kwamba amekuinua wewe mwimbaji, na udemonstrate kile kitu ndani ya video ambacho nakionyesha ndani ya video ni vile Mungu amekifanya. Kwa maana kufanyia Mungu kazi siyo kuigiza. Kazi ya Mungu hatuigizi, bali tunafanya yale yaliyokuwa reality ya maisha yetu. Ni bora uonyeshe kitengo ulicho nacho, hali uliyo nayo. Mungu ni imani utaninua siku moja, kuliko kusema nimeinuliwa alafu kaugonjwa kidogo kakija una hata senti. Wale watu ambao waliwahakikisha umeinuliwa wataanza kushangaa, na ndio hapo injili limefeli. Kwa hiyo waimbaji ndio nikaambiliwa kazi yao wawe in real, waimbe real, wasionyeshe fiki kuonekana amesha kuwa juu, wana vitu vingi, wana majumba ambayo wanaaminisha watu wako hivyo, lakini kiukweli majirani wanajua wanalalia uji, hawana chochote. Kwa hiyo kwa kutoa nyimbo zenu uweni makini, maana mnaonyesha uongo mkizani mnatukuza Mungu. Sasa pasipo imani hauwezi kumfanya nini kumpendeza Mungu. Akaniambia hivyo, pasipo imani hauwezi kumpendeza Mungu. Utasoma katika sura ya Ibrania, najua sura ya 11, utasoma hapo utaona hapo. Akaniambia wale wote walioana na wasioana, kwa maana leo tendo la ndoa linafanyiwa limekosa kuheshimiwa. Wasiokuwa na ndoa wanafanya tendo la ndoa, wanashindwa kujua maana ya linaitwa tendo la ndoa kwa sababu ni la wanandoa. Lakini leo limegeuka kabisa. Kulishakuwa tendo la ndoa, kulishakuwa tendo la girlfriend, kulishakuwa tendo la wanaume na wanaume, kulishakuwa tendo la wanawake na wanawake. Yani vitu vimeharibika, dunia imeharibika. Lakini kaambiliwa hivi, nitasema mimi tuwaga siona aibu. Ukiniona nina hekima, ashukuriwe Mungu. Ukiniona sina hekima, it's up to you. Lakini mimi nitasema kile nilichosema niambiliwe. Wale wanaolambana, unalamba mume wako muogo wa mume wako, niseme kwa lugha hii, na yale juice yote ya mume wako unainywa, bakuli la mke unalilamba na koromena na maji yote unayanywa. Watu wanaotenda matendo kama haya, mbingu si ya kwao. Ndio aliniambia. Akaniambia wageni na lesbian hawataweza kuingia mbinguni. Hawataweza kuingia mbinguni. Akaniambia tena wale wote wa transgender, wale wabadili jinsia, wale wanaobadili jinsia,
hawataweza kabisa kumuona Yesu Kristo. Mbingu si kwao, ni watu wa shetani, na mwishowe watakuwa na yote katika ziwa la moto, watalia humo na transgender wao wote. Akaniambia, Joel, shetani anafundisha Biblia. Shetani anafundisha Biblia, lakini anapokuwa anafundisha Biblia, yeye anakuja kufundisha Biblia kwa njia ya kuja kupinga ile kweli iliyomo ndani ya Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anaweza kawa na Biblia. Acha kwani chukue Biblia yangu hapa. Nampenda Bwana wangu Yesu Kristo. Sinaona Biblia yangu hii. Mtumishi wa shetani na yeye anaweza akachukua Biblia na kuwa nayo kama hivi, lakini akitaka kufundisha atakuja kuvunja, kukataa ukweli uliokuwa ndani ya Biblia. Kwa hiyo hana wokovu ndani yake. Unaona, anaua baadhi ya verse. Angalia tu verse kubwa ambayo imepindwa na watumishi wa kishetani ni pale Yohana 4 ambako Yesu amekutana na ule mwanamke Msamaria. Mwanamke, Yesu akamwambia, mama, saa ipo na saa ilishaenea sasa ambako waabudu halisi ni wale wamwabudu roho Bwana, akamwabudu Mungu ama Baba katika roho na kweli, kwa maana watu kama hao ndio Baba anawatafuta. Anaishia hapo, anaanza kuponda vyote. Naweza kusema mvai mawigi, anaponda hizo zote andiko, hakuna hukumu, anaponda hizo zote andiko. Mungu anadili na roho yako tu mama. Hiyo yote inawakilisha na kuonyesha mtu ya kwamba huyu ni shetani ndani yake, anawakilisha shetani. Ndio alivyoniambia mimi. Akasema shetani anatumia sura za watumishi, pia watumishi wa Mungu. Anatumia sura za watumishi wa Mungu ili kuharibu heshima kwa watumishi wa Mungu na kuwatenga na wana wa Mungu. Yaani mfano huku kwenye ndoto unaona mtumishi wa Mungu ambaye wewe unaona huyu ni mtakatifu, anafundisha kweli yote, halafu unaona huyu mtumishi wa Mungu ndo anakuja kukukaba, anakuja kukunyonga. Shetani anatumia sura za watumishi hao wa Mungu wa kweli ili wewe usipate kujua ile kweli na kuprofiti ile kweli ambayo mtumishi wa Mungu yuko nayo. Wewe anaweza kaja kwa ndoto, wewe ukazani ni kweli Mungu amekuonyesha. Na kwanza, na wengine watumishi wa Mungu wengine wanakamatwa na mtego huu wa kishetani. Maana Mungu amenionyesha mtumishi fulani si wa Mungu. Hapana. Wengine ni wa Mungu kweli na wengine wa mashetani kweli. Lakini hapa mimi naongelea wale wa shetani, wale wa Mungu ambao shetani anaweza akachukua sura zao na kuanza kuonyesha mavizio mabaya juu yao na ndoto baya juu yao, ili ile kweli ya Mungu isipate kusimama, isipate kuonekana katika ulimwengu. Ndiyo alivyokuwa ananiambia. Kwa hiyo anawatenga kabisa. Unakuwa na mchungaji kanisani, tena kila wakati wewe unaona huyu mchungaji ndio anafanya naye mapenzi kwa ndoto. Ni hali tu za kishetani kuja kukutenga na kweli. Kipi kifanyike hapa? Ushauri wangu ni kwamba kaa kwenye magoti. Kwenye magoti. Kama ni Mungu atadhibitisha kweli. Na kama ni pepo, ukikaa kwenye magoti ya maombi atakimbia. Pepo anaogopa maombi bwana. Akaniambia ugomvi kati wana wa Mungu. Ugomvi kati wana wa Mungu wasababishwa na shetani. Shetani ndio anasababisha. Mlikuwa vizuri katika amiti, ghafla mnagawanyika pasipokuwa agano lolote. Shetani anasababisha ugomvi huo. Wana wa Mungu wafanye nini? Wana wa Mungu wanashindwa kuwa na akili ya kuweza kumjua adui wao. Imeandikwa katika Waefeso. Kinachosababisha matengano kila wakati na kila area, kutokuwa na akili kwa wana wa Mungu. Lakini akaniambia imeandikwa katika kitabu cha Waefeso. Katika kitabu cha Waefeso 6:10 hadi 18 nitakwenda kukisoma. Mimi napenda kusoma hichi kitabu kinani mavesi yote, kwa sababu bila vesi si unabii. Unabii bila vesi, yes, niseme tu unazidi kuwa katika hatarini. Efeso 6:10 hadi 18 nasema hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza
wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ila za Shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza, ili juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushinda siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuzima mishale yote yenye moto ya yule movu. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Amena. Unaona, ndio akili ambayo tunahitaji kuwa nayo kama watumishi wa Mungu, kama watoto wa Mungu. Akaniambia tena, Shetani alisambaratisha malaika mbinguni, akataka kuwa mfalme. Alisambaratisha malaika mbinguni, naye Shetani akataka kuwa mfalme. Lakini si hiyo tu, akaniambia alianza uongo wote, na mwisho akashindwa kupigana vita, akatupwa duniani. Yesu Kristo ni mtawala milele, hawezi shindwa. Ufunuo 12:7-12 tumeshasoma hapo jinsi Shetani alivyoshindwa na Yesu Kristo akawa mshindi. Akaniambia Yesu Kristo yeye ni mtawala milele, na yeye hawezi kushindwa. Akasema wote watakaosimama upande wa Yesu Kristo, wote watakaosimama upande wa Shetani watashindwa pamoja naye. Wanaopenda anasa, mbingu si ya kwao. Kisimama upande wa Shetani, ndugu, kama alivyoshindwa na ndivyo utakavyoshindwa katika safari hii. Simama na mwanaume wa Nazareti, simama na Yesu Kristo. Akaniambia wanawake wasitoe mimba. Nikaona watoto wachanga wengi waliotolewa mimba, yani walikuwa wengi watoto wachanga wanaotolewa. Watu wanatoa wengine kwenye mifereji kwenye huko na kule. Ni utoaji wa mimba wa kishetani, wa shetani ambao wanawake wanaifanya, kumbe ni mauaji. Nikaambiwa niwaambie msifanye hivyo wanawake, kutoa mimba. Unapotoa mimba waua mtu tayari. Unapotoa mimba waua mtu. Wengi waliitwa, akaniambia wengi waliitwa, lakini awatendei wito wao kazi. Unaitwa lakini kutendea wito wako kazi utendi. Akaniambia utumikie Yesu Kristo peke yake. Baada ya hayo nikaona fimbo ambayo ina moshi. Hiyo fimbo ilikuwa ni fimbo ya moshi. Hiyo fimbo ilikuwa ni fimbo ya moshi, inashuka tu, inashuka. Nikaambiliwa ilikuwa inashuka hewani, sauti ikaanza kusema hiyo ni injili la. Sitasema mtumishi huyo, sitamsema, nitaacha hivi ilivyo, na acha nitaruka hiyo eneo, kwa maana hadi nipate consent kutoka kwa mtu ili niseme jina la mtu. Lakini ni mtumishi wa Mungu, tena mkubwa, na Mungu anamjua na anamtumikisha. Alimtumikisha, alishakufa yeye, lakini bado ana makanisa ambayo yanatumika kazi vizuri. Kwa hiyo ili niseme mtu mkubwa kama huyo sitasema. Sio eti ninaogopa yeye na watu, lakini tunachukua unabii na mafundisho ya Mungu anakuja kuleta yale ambayo yanastahili kusemwa hapa. Mimi nitakuwa nasema tu, lakini mambo ya kusema injili la huyu hivi na hivi si mabaya,
ni injili takatifu na kweli na ninasifiwa na Mungu, lakini sijapata kibali kusema huyu mtu. Ndio maana unaona mimi katika karatasi yangu hapa, katika simu yangu nime highlight hiyo eneo ya kwamba hapa usiseme na hapa useme, hapo usiseme na hapo usiseme. Unaona? Kwa hiyo naifuata mwongozo nilio nao hapa. Kwa hiyo usiseme kwa nini kusema huyu mtumishi wa Mungu. Kwa nini? Nakwambia Mungu alinisifu na anazidi kumsifu kwa sababu Mungu alitumika kazi naye na anatumika kazi na watoto wake hadi sasa. Lakini haya yote niliambiliwa nisiseme. Lakini nikipata kibali siku nyingine naweza nikaja nikasema kibali ndio tunahitaji. Lakini tutaruka kulingana vile mwongozo ulivyo. Nikaambiliwa jinsi gani watu wa Mungu watakamiweza kujiepusha na mambo ya wachawi. Wachawi nilianza kuulizwa mchawi ni nani? Ndio nilivyoambiliwa. Mchawi ni nani? Nikaambiliwa nikasema mchawi yeye aliyeniambia ndio alijibu akaniambia mchawi ni mtumishi wa shetani. Mchawi ni nani hapo unaponiangalia? Na kujibia jibu hilo juu ya kwamba mchawi ni mtumishi wa shetani. Mchawi yoyote ulimwenguni. Uchawi uko na department mengi wote wa Freemason ni wachawi, Illuminati ni wachawi, na wengine ambao wanaruka usiku kula nyama za watu kula kule. Hao wote ni vitengo vya kishetani vya uchawi. Lakini in general mchawi yoyote ni mtumishi wa shetani, ama mtumishi wa shetani wowote ni mchawi. Kwa lugha hiyo, akiwa anahubiri ama ahubiri ni mchawi. Ndo nilivyoambiwa. Akaniambia jinsi watumishi wa Mungu watakamiweza kujiepusha na mambo ya kishetani. Yeye akaniambia au wachawi wanapokuwa kwenye hali ya kuataki ataki za watumishi wa Mungu au kuataki kanisa, wana mambo wanayoyafanya wanapokuja katika kanisa. Moja, huwa ni watu wenye kujishusha sana. Anajishusha sana kwa viwango ambavyo unawata na wewe unasema hakika huyu ni mtumishi wa Mungu. Anajishusha sana kwa viwango na wewe unasema huyu ni mtumishi wa Mungu. Na anapojishusha sana, anajishusha sana ili apate ama wapate kuwafanya nini? Kuaminiwa. Wapate kuaminiwa na wale watu waliomo katika kanisa, ama na mtu yule ambao wanakwenda kumwataki. Wanajishusha, wanaweza wakajiweka rafiki, wanaweza kaweka ndugu, wanaweza kukusaidia kitu fulani. Naona gari ya kwenda kazini, nitakupeleka kazini, nasema hapa mimi. Aona chakula, akachukua chakula yako, lakini yote anajenga kwanza trust kati wewe na yeye. Anajenga bonde ili hata kama ukimuota kwenye ndoto utaweza kusema ni yeye. Utasema hapana, ni shetani yako, kumbe ni yeye. Unaona? Akasema nikaambiwa ataki yao ya pili ambayo wanaokwenda kuangusha kanisa ama kuangusha mtumishi wa Mungu ama mtoto wa Mungu ambaye ameokoka. Ataki yao ya pili ni wanapopata uaminifu ndani ya kanisa, wanaanza atake zao. Wanakuwa karibu sana na mchungaji. Wanaanza nini? Atake zao. Wanakuwa karibu sana na mchungaji, na hata kuanza kumpa mchungaji vyakula. Na lengo lao la kuwapatia mchungaji vyakula ni ili washushe mchungaji nguvu za kiroho. Ni ili washushe mchungaji nguvu za kiroho. Baada ya hapo, hatua hiyo ikishindwa, kwa mchungaji wamempa vyakula, labda mchungaji amekula, lakini Mungu amteteye, Mungu ashindwe chochote. Lakini mchawi bado anaona sijafanya chochote, huyu mtu hajashuka kiroho. Wanajua huyu mtu ambaye angali na connection na Mungu, anachukua action ya pili, yani scenario, yani mtego wa pili. Anaanza vita vya pili. Wakishindwa kwa vita ya kwanza, wanaanza ya pili. Wanaanza kuwawinda wachungaji kwa ndoto ili kumlisha vyakula kwenye ndoto. Anaweza kawa mchungaji, anaweza kawa ni wewe unalishwa hivi vyakula kwenye ndoto. Usizani unakula tu na shiba.
Mtu anakuja from nowhere unjua na kupatia bata nzima, kuku nzima kula. Mtu anakuja from nowhere kwenye ndoto na kupatia ng'ombe nzima chinja kula. Mtu anakuja from nowhere na kupatia mbuzi, unakula mbuzi yote, unamaliza mbuzi yote kwenye ndoto. Na ugali huko hapo unamaliza, juice hiyo chukua. Yote ni mipango ya kishetani ya kutaka kuja kushusha watoto wa Mungu katika ulimwengu, katika nguvu za Mungu zitoke, zisipatikane. Wanaposhindwa na ataki hiyo, pia ataki yao ya tatu ingine, wakishindwa na ya pili na ya kwanza, wanatafuta njia ya kunkwaza yule mtu anayetafutwa. Kama ni mtumishi wa Mungu, muumini anaamini ya Mungu, wanatafuta njia ya kuanza kunkwaza kwa maneno. Sasa unapokwazika sasa wakati ule wewe unapokwazika, sasa ndio wapo mapepo wako, yani wanafanya hivyo na mapepo wako pale, mashetani wako pale. Sasa unapokwazika katika ulimwengu huu wetu wa kimwili, si unabebeana na mtu fulani amekukwaza, au ukakwazika ukaingia hata labda kwenye YouTube ukaanza kujibu kumtukana, ama unaanza kwenye TikTok au unakasirika, unaanza kunungunika sana katika hapa duniani, ndani ya nyumba yako una amani. Na wakati huo mapepo nao ndio wanapata nafasi ya kuja kukuharibu na kukupiga, yani milango inafunguka, mwishowe unakuwa mchungaji ambaye huna chochote. Unabaki kuwa mchungaji, mwisho mchungaji jina, kila kitu kimeenda. Kila kitu kimeenda. Sikiliza hapa. Nikaonyeshwa black Africans na white. Nilionyeshwa na watu wa Asia watu wa Asia na wazungu na wa Amerika, yani wale Amerikano na wazungu, yani hivyo niliona race zote za ulimwengu. Akasema, nikaambiwa makufuru juu ya neno la Mungu. Makufuru, niliambiwa aina mbili za kukufuru, na hizo aina mbili za kukufuru zinamfanya mtu kustoweza kupata neema mbele za Mungu. Niliambiwa kufuru la kwanza, aina ya kwanza kukufuru Mungu, yani umejazwa Roho Mtakatifu, umejua kweli yote ya Roho Mtakatifu wewe. Haleluya Bwana. Unajua Roho Mtakatifu na kazi zake Mungu na kweli yake, labda ulifundisha ukayashika kweli. Lakini ghafla ukaenda labda mahali, ama ghafla mambo yakabadilika, ukaanza kudharau ile kweli na kuanza kujiingiza katika mambo ya kishetani, na ulishanjua na kuonja uwepo wa Yesu Kristo, ukweli wa Yesu Kristo. Biblia akaniambia hilo ni kufuru aina ya kwanza, ambayo katika hiyo kupata nafasi hiyo, wale waliokwisha kujua neema na kupata neema afu wakarudi katika matope, kupata ile nafasi ya kurudi kuwa vile walivyokuwa, not easy. Ndio nilivyoambiwa. Kwa hiyo shika nafasi yako, pigania nafasi yako, shika ulicho nacho, asije mtu akakitoa hicho ulichokuwa nacho. Shika kabisa. Yaani Mungu amekuonyesha maono, Mungu unahubiri kwa upako kila Sunday, kila unapoingia upako unaonekana, watu wanasema voila, watu wanaponywa magonjwa, ghafla wewe ndio unaanza kunywa pombe. Kurudi sio rahisi. Mtu huyu kusamehewa sio rahisi, anakufuru. Lingine la pili ni una hata Roho Mtakatifu, lakini kwa sababu mtu ananena kwa lugha, ni mfano, kwa sababu nimesema kufuru la pili ni kukufuru Roho Mtakatifu. Kwa sababu wewe uelewe na ujue mambo ya rohoni, unaanza kusema ni mapepo hayo, ni mapepo hayo, ni mapepo hayo. Hilo ni kufuru. Mtu anayekufuru Roho Mtakatifu, mbingu si ya kwake, hata samehewa kuanzia leo hata milele, hata samehewa. Aliye asilie, acheke asicheke, it's up to him, ama it's up to her. Ni linakuhusu, avimuhusu Mungu. Mbingu si ya kwako. Kwa hiyo tuwe makini na vinywa tunavyokuwa wakati tunapokuwa tunaongea juu ya watumishi wa Mungu. Kusema yule ana mapepo, hakikisha una uhakika kabisa Mungu amekuconfirm, si kwa sababu ya ila chuki, kwa sababu ameinuliwa, ama kwa sababu anafanya vizuri kukushinda. Hapana. Kuweni makini, msije mkawa ndani ya kanisa unatenda kazi ya Mungu, lakini Mungu anaona ulisha kufuru tayari.
kazi yako yote na juhudi zako zote, ukamgonga mwamba siku ya mwisho, ukakuta kuna chochote ulichokifanya na ulichokipokea. Hiki ni kipindi cha kuharibika kwa dunia, na hii ni sehemu yetu ya 8 ambayo tumeona mambo makubwa. Wewe mwenyewe umeshuhudia hiki, ili haya maongezi ambayo naongea na Bwana wangu Yesu Kristo heshima alipa juu. Unaelewa ni kitu gani Bwana amekiongea? Ni kizuri tena kitamu sana. Kwa hiyo ndugu unaniangalia, ndugu unanisikiliza, ndugu, maneno haya si maneno ya kujiwekeza katika kifua chako mwenyewe. Hebu chukua ka video, mpatia mtoto wako, patia jirani, patia jirani wa mtoto wako, jirani yako samani, rafiki ya mtoto wako, rafiki yako, waambie mwenzako kazini, sikiliza haya maneno matakatifu kutoka kwa Mungu. Hiki kipindi kinakuja kukutoa usibaki katika uharibifu wa dunia. Usiwe mtu wa kuishi kama nyama ambaye ana akili, bali ujue wewe ni mtakatifu, wewe ni mteule, wewe ni wa mbinguni. Usiishi kama dunia inavyoharibika, usifuate uharibifu wa dunia. Si mwingine ni mimi Joel Eyomba Mlondani kutoka hapa kwetu Australia. Na nashukuru, nazidi kuwashukuru sana. Tena nawashukuru ninyi, nashukuru Yesu Kristo, nashukuru wote ambao wa mbinguni walikuwa na mimi hapa. Nashukuru Yesu Kristo kwa ajili yao. Kwa hiyo tupate kukutana katika siku nyingine, kwa kipindi kingine, panapo majaliwa. Na wapenda nyote, na amani Yesu Kristo iwe nanyi. Amen. Lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani ambao wanapitia majanga kule kwetu East ya Kongo. Tunazidi kusema tu pole.